Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu katika Yesu, ni msemaji wa Bwana, ni msemaji wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa siku ya leo, mada inasema kwamba asili ya mwanadamu na kusudi la Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu wengi huwa wanachanganyikiwa. Mara nyingi wengi hawakinajua kwamba heo wametoka wapi. Wengi huwa wanajiaminishia kwamba wengine wametoka katika Big Bang, wengine wametoka katika tuseme nini, wengine wametoka katika monkeys. Nikisema monkeys yani magudo. Naona yani gorillas, eti watu walianza kuwa gorillas, wale watu walianza kuwa monkeys, na kutokana na monkeys, monkey nayo ikaanza badilika kuwa mtu. Lakini tukienda katika maandiko matakatifu tutakuja kupata maajibu mengine tofauti. Kama tunakuja kupata zingine maajibu ya tofauti. Yani utakuta watu wa nje wasiosoma Biblia, watu wa siasa wanasema kwamba eti tumetoka katika Big Bang, wengine wanasema tumetoka katika magudo yani monkeys. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi kama magudo huwa wanasema ati katika Kiswahili cha sahihi cha Tanzania, kwa sababu sisi tumezoea Kiswahili cha tuseme Kiswahili cha Zimbabwe huko ndio tumekoma au Kiswahili nani au Kiswahili cha Kikongo. Bwana asifiwe. Ndio maana utakuta wengi wanapita changamoto nyingi kwa sababu hawajui kwa nini waliumbwa. Wengine huwa wanajiuliza mara nyingi sana, kwa nini nimeumbwa? Kwa nini maisha ifanye hivi? Kwa nini maisha yangu yanaendelea hivi? Kwa nini maisha yangu yani ni kama ni laana? Kwa nini vitu vingi vinatokea kwa dhidi yangu? Mbona sipendwi? Mbona hiki na hiki? Ndugu zangu katika Kristo, unaweza ukajiuliza maswali mengi, unaweza ukasema hayo, unaweza ukafanya mambo yote ndio napenda kusema. Lakini mimi ninakuja kuambia kama jinsi maandiko matakatifu yasemavyo, ya kwamba Mungu hakumuumba binadamu by mistakes. Mungu alimuumba mwanadamu kwa makusudi yake. Na Mungu alimuumba kwa makusudi yake. Kwa maamuzi yake Mungu alimuumba binadamu. Unaona? Mungu alimuumba binadamu kwa maamuzi yake na kwa makusudi yake na kwa mapenzi yake. Mungu alimuumba binadamu. Bwana asifiwe. Na ndio maana inakubidi wewe mwanadamu ujue ya kuvalue. Ujijue ya kwamba ujue yani kuna muumba aliyekuumba, na huyo muumba anakujali, na huyo muumba anakulinda, na huyo muumba anakutunza, na huyo muumba tena wakati utakapokufa utarudi kwake tena ili usambe. Bwana asifiwe. Lakini utakuta wengi wanajisahau. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari Eva na Adamu walivunja yule mawasiliano na Mungu. Dhambi kaingia. Na wakati dhambi ilipoingia katika ulimwenguni, watu wakaanza kumsahau Mungu. Na wakati watu wakaanza kumsahau Mungu, watu wakaendelea kufanya dhambi na kufuata mapenzi yao wenyewe. Mpaka ukafika kipindi Bwana akajuta. Bwana akasema alijutia kwa nini aliumba binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tena hapo tena Bwana akasema no. Siwezi nikaacha vitu vyangu nilivyoviumba kwa mapenzi yangu, kwa ajili yangu, kwa makusudi yangu, kwa utukufu wangu, niviache viende hivi. Acha basi nitatengeneza njia mpya
nitaleta wokovu, nitaleta mapatanisho, nitaleta ngine usiliano tena, yani tena niwe karibu nao, nao pia wawe karibu nami. Mwana kondoo akakuja, mwanae Kristo mpakalo mafuta akatumwa. Na ndio maana utakuta Kristo alikuja kwa sababu alikuja kupatanisha wanadamu, wamrudilie nani? Wamrudilie tena Mungu, wawe na ile mawasiliano ya zamani. Na ndio utakuta mpaka leo bado mlango ingaliki wazi. Bwana akasema kwamba mimi ni mlango wa kondoo. Kondoo ikimsikia na kondoo ikimuona inaingia katika mlango huo. Lakini kama mtu, kama kondoo yote, kama mbuzi, nikisema mbuzi nikisema watenda dhambi. Watenda dhambi huwa wanasikia sauti ya Mungu. Nikisema sauti ya Mungu nasema neno la Mungu. Wanasikia wahubiri wanahubiri. Lakini wanaendelea kubisha, wanaendelea kupinga. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari Ibilisi ameshatawala mioyo yao, na mioyo yao imeshakuwa migumu sana. Ndio Bwana akasema kwamba wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Chanzo cha imani ni nini? Chanzo cha imani ni kusikia habari zake. Habari za nani? Habari za Kristo, yani neno la Mungu. Chanzo cha imani. Kwa sababu utaamini mtu waje na bado hujasikia habari zake? Na utamombaje na bado wewe haumfahamu, haumjui? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana tutaenda kuongelea sana kuhusu wanadamu na Mungu. Kwa nini Mungu alituumba? Kwa nini Mungu aliumba mbingu na nchi? Kwa sababu nasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo 1:1. Na tukienda katika tena kitabu cha Yohana 1:1 inasemaje? Hapo mwanzo neno lilikuwepo, naye neno alikuwa na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini je, Mungu ana mwanzo? Mungu hana mwanzo. Mungu ana mwisho? Mungu hana mwisho. Lakini mwanzo wa Mungu ni wakati alipoumba vitu na akatuumba sisi, ndo mwanzo wake. Kwa sababu gani? Tunakuja kuona jinsi Mungu alivyoumba mbingu na nchi, na jinsi Mungu alivyoishi, na jinsi Mungu alivyofanya kazi. Ndo mwanzo kwetu sisi. Mwanzo Mungu, na mwanzo ni wakati sisi tunapokuja hapa ulimwenguni, ndio tunajua mwanzo wa Mungu. Na mwisho wa Mungu ni wakati mwili utakaporudi katika ardhi. Nikisema ardhi, yani udongoni. Na ukirudi katika udongoni, hapo ndo mwisho wa Mungu. Kwa sababu gani? Mwili tena hautamuona Mungu, bali roho sasa itarudi kwake sasa. Vitu vyote alivyoviumba hapa vina mwanzo wake. Ni ulimwengu ina mwanzo wake. Na sisi pia tuna mwanzo wetu na tuna mwisho wetu. Lakini Mungu yeye hana mwanzo. Mwanzo wake ni wakati alipoumba vitu. Vile vitu ndio alivyoviumba. Haleluya. Twende katika kitabu cha
Turudi katika kitabu cha Mwanzo, ili sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 27. Tutasoma. Ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu akawatawale juu ya samaki wa baharini na ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote, na juu ya viumbe vyote watembeao juu ya nchi. So utakuta Bwana kusudi lake ilikuwa kwamba Mungu aliumba binadamu kwa sababu wachunge dunia, yani wakatawale ulimwengu, yani wakafaye kazi kama jinsi Mungu anavyotaka ewe waifanye. Na ndio utakuta hata huko mbinguni katika ufalme wake utakuta malaika nao pia wana kazi wanazozifanya. Ndio maana wanaitwa wajumbe wa Mungu. Huko katika ufalme wa Mungu malaika nao pia wana kazi wanazozifanya. Kuna kazi nyingi malaika wanazifanya katika ufalme wa Mungu, lakini sisi hatuyaoni. Katika ulimwengu wa mwili hatuoni, lakini katika ulimwengu wa roho Bwana akitufunulia vitu fulani, na Bwana akituonesha nusu tu, akituonesha tu nusu tu, tunakuja kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Tule katika 27. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa mfano wa Mungu Bwana akaumba mwanaume na mwanamke. Hapa ni sura ya kwanza. Lakini bado Mungu hajawatoa wawe hai bado. Hapa Mungu ilibidi kwanza awaumbe katika ulimwengu wa roho, kwa sababu mwili ina roho yake na roho ina mwili wake. Kwa sababu katika ulimwengu hakuwezi kukatembea roho pasipo mwili, na roho haiwezi ikatawala mambo ya mwili na wakati mwenyewe waona katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio utakuta kwamba tukienda katika sura ya pili tunakuja kuona sasa jinsi Mungu alivyoumba sasa mwili wa binadamu. Katika sura ya pili tunakuja kuona jinsi Mungu sasa alivyotengeneza sasa chombo chake cha roho ili kiishi ndani ya mwili. Mungu alianza kwanza kufanya nini? Alianza kuumba kwanza, alianza kutengeneza roho. Lakini hizo roho je, zilikuwa zinatawala, zilikuwa zinatembea? Jibu ilikuwa la hasha. Roho bado zilikuwa zinalala. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alikuwa anaitengenezea mwili itakaye kuwa ndani. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko matakatifu yanasema kwamba Mungu aliumba mtu kutoka mavumbi ya ardhi, akampulizia pumuzi ya uhai puani mwake, naye mtu akawa kiumbe hai. Yani Mungu tena ilimbidi amtengenezee roho mwili, roho itakaye ishi ndani ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati sasa alipopulizia sasa ile mwili, na ile mwili ikapata uhai, ikapata roho. Roho yani pumzi wa Mungu ikapata sa roho. Yani katika
ulimwengu wake Mungu alikuwa tayari ameshajenga, ametengeneza, hakapulizia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So mwanadamu aliumbwa na Mungu, bali hakuumbwa na Big Bang, bali hakuumbwa na vitu visioeleweka, bali mwanadamu hakutoka katika magudo au kutoka katika minyama isiyoeleweka, bali alitoka kwa Mungu. Mungu peke yake aliyeumba binadamu. Kwa mapenzi yake Mungu aliwaumba. Kwa maamuzi yake Bwana mwenyewe aliwaumba. Na ndio maana utakuta kwamba kila mwanadamu ana thamani. Kila mwanadamu ana thamani. Hakuna mwanadamu yote asiyokuwa na thamani. Kila mwanadamu ana thamani. Mungu alipenda kitu alichokitengeneza. Na ndio maana wakati Bwana alipoumba Adamu akasema kwamba kweli nimeumba kitu kitakacho tukuza ukubwa wangu. Bwana wakati alipoumba binadamu, Bwana akasema kwamba nimeumba viumbe vitakavyo tukuza ukubwa wangu, uumbaji wangu, vitakavyo nitukuza mimi. Yaani mimi nitakuwa baba yao, nao watakuwa wana wangu. Nao watatawala katika ulimwengu huu, na lolote watakacholiomba mimi Bwana majeshi nitawajibu. Lakini wapi? Mjanja naye akakuja. Mungu ametuumba ili tuishi katika utukufu wake. Mungu alituumba ili tuishi katika mapenzi yake. Na Mungu alituumba ili tumtukuze na tumtukuze kwa ajili ya matendo yake makuu. Na Mungu alituumba ili tuwe na mahusiano naye. Ndio maana utakuta kwamba Bwana alikuwa na mahusiano na kila mtu. Hata wakati Adam na Hawa walipomwasi Bwana, lakini Mungu yeye hakufanya nini? Hakukaa kimya, aliendelea kuzungumza na wanae Kaini na Abeli. Akamwambia Kaini, kimbia dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi inakutawala au inakutawala. Wakati Kaini na Abeli walipomtolea Bwana sadaka, Bwana akakubali sadaka ya Abeli, lakini akakataa sadaka ya nani? Ya Kaini. Lakini wakati Kaini aliposirika, Bwana alisema nini? Sura 4:6 nasema kwamba Mwanzo sura ya 4 mstari nasema kwamba kisha Bwana akamwambia Kaini, kwa nini umesirika? Kwa nini uso wako una huzuni? Mungu anaongea kwa sababu alikuwa na mahusiano na wanadamu, na alikuwa na ukaribu na binadamu. Ndio chanzo chake cha Mungu yeye kuumba. Ni kwa makusudi lake, ili uwe na mahusiano yake, ili muwe karibu. Kusije mtu yote asije akakudanganya anakuambia kwamba wewe hauna thamani mbele za Bwana. Kusije hata mtumishi, hata mtu yoyote, una thamani kubwa mbele za Bwana. Na Mungu kweli anakujali. Na Mungu kweli anakuita. Na Mungu kweli huwa anaita wanadamu. Yeyote atakayesikia sauti yangu na aje kwangu. Haleluya. Reba sekapre. Yeyote atakayekuja, yeyote ninaita kila mtu. Ninaita, inafungua mlango. Yeyote atakayeniona, yeyote atakayesikia sauti yangu, yeyote atakayekubali na aje kwangu. Reba kasepai.
Oh, c'est ribaba, c'est karibai. Alléluia. Oh, c'est primaire. Alléluia. Oh, ka c'est primaire. Alléluia. C'est Merega, c'est pri. Alléluia. Oh, c'est pri. Alléluia. Oh, rega, c'est primaire. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, c'est alléluia, 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 alléluia. Oh, rebaka, c'est pri. Alléluia. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, glory. Oh, c'est. Alléluia, c'est primaire. Alléluia, 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 alléluia. Oh, c'est pri. Alléluia, c'est. Alléluia, c'est pas. Yote yuko tayari kukuja kwa Bwana na aje. Yani Mungu anaita mwanadamu. Yani Mungu anakuita. Anasema, "Ewe mwanadamu, njoo sasa. Niko mali hapa. Niko hapa. Njoo kwangu." Osepai. Bwana alifanya kila kitu. Alifanya chini juu ili atengeneze, alete upatanisho. Alifanya chini juu ili alete upatanisho tena kati ya binadamu na Mungu. Kusije mtu yote asija akakudanganya hata kwamba ni mimi ninatembea na mafuta yako. Hakuna mtu yote anatembea na mafuta ya mtu mwingine. Bali tunaweza kuombea mtu na kapokea Roho Mtakatifu. Kama Bwana kweli anapenda huyo mtu apokee. Bali mafuta ya Mungu peke yake, ni Mungu anaye mafuta. Na mafuta ni nini? Mafuta ni Roho Mtakatifu. Lakini wengi wamekuwa karibu na ibilisi kuliko Mungu. Wengi wanamkimbia Mungu. Wengi hawataki kuwa karibu na Mungu. Wengi hawataki kumsikia sauti ya Bwana. Bwana akauliza, akatuuliza na anaendelea kutuuliza, ni kitu gani nimewatendea? Nimewatendea nini ili niwe mtu hiyo inaonekane kama niko mtu mbaya? Nimewatendea nini? Nimewatendea nini ili muone kama mimi niwe mtu mbaya? Kama sikose ni kitabu cha Mika au Malaki sura 6. Hose. Oh, ribakase. Haleluya, 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 haleluya. Oh, sepai. Mungu ni mwema. Oh, sipre. Mbona ukuta kwamba Mungu alikuwa anateua, anainua manabii. Manabii anatuma manabii kwa watu. Anawaletea watu Mungu. Lakini watu walikuwa na mioyo migumu. Watu walikuwa na ukaribu sana na miungu ya sanamu. Miungu wasiokuwa na macho. Miungu wasiokuwa na ona. Miungu wasiokuwa na sema. Miungu wasiojibu maombi yao. Na hata sasa utakuta watu bado wanaendelea kuabudu vimasanamu. Wanaendelea kuabudu miungu. Akisha wanajiaminisha kwamba hata kwamba miungu yao itawasaidia. Sasa kwa nini wakati mnapopata magonjwa, kwa nini tena mnakuwa naita wachungaji au watumishi wa Mungu wewe na waombea? Oh, sipri. Mika sura 6 mstari wa 3 kama sikosei. Maandiko matakatifu nasema. Mika sura 6 mstari wa 3. Mwenyezi Mungu asema hivi: enyi watu wangu, nimewatendea nini? Nimewachosha kwa kitu gani? Nijibuni. Wamejitafutia matatizo isiyoeleweka. Wanatafuta miungu isiyoeleweka. Wanatafuta mafundisho isiyoeleweka. Wanatafuta maelimu isiyoeleweka. Mnatafuta
upako, hakuna mikate ya upako. Yani kama unapenda mkate wa upako ni neno la Mungu. Na kama unapenda maji ya upako ni Roho Mtakatifu peke yake atakaye kujaza na nguvu mpya. Ushirika wako na Mungu iko wapi? Je, unatembea kweli kwa makusudi ya Mungu? Je, unatembea kweli ndani ya Kristo? Je, utukufu wa Mungu yumo ndani mwako au uko mbali na yeye? Na dhambi inaharibu usiliano. Dhambi inaharibu usiliano kati ya Mungu na binadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuja kutenda yaliyo kinyume na Mungu. Mungu yeye ni mtakatifu. Mungu yeye hawezi akachanganya na vitu vichafu. Katika ulimwengu wa roho kuna ibilisi na kuna Mungu. Kuna giza na kuna nuru. Na ndio maana utakuta katika tena Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza Bwana akasema kwamba hapo mwanzo Bwana aliumba mbingu na nchi. Tuna mstari wa pili usikize kitu cha kushangaza sasa. Sikia. Mstari wa pili anasema kwamba wakati huu dunia ilikuwa haina umbo, tena ilikuwa tupu giza, lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, naye Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya maji. Sura 3 Bwana akasema iwe nuru, na nuru ikakuwepo. Bwana akaona kuwa nuru ni njema, ndipo Mungu akatenganisha nuru na giza. Unabii. Akatenganisha nuru na giza. Yani giza ni ibilisi, nuru ni yeye Mungu peke yake. Na ndio maana wakati Bwana aliposema kuwepo nuru, Bwana alikuwa anasema kuhusu habari zake yeye mwenyewe. Alikuwa anasema ilikuwa unabii jinsi watu watakavyoishi katika ulimwengu huu. Wengine wataishi katika maisha ya giza, na wengine wanaishi katika nini? Katika maisha ya nuru. Lakini zaidi ya yote Roho wa Mungu, yani nuru ya Mungu, yana nguvu kuliko nguvu za giza. Na ndio maana maandiko ya matakatifu akasema katika kitabu cha Warumi akasema kwamba dhambi ikiongezeka katika ulimwenguni, bali nuru ya Mungu na neema ya Bwana inazidi kuongezeka kwa uzaidi sana. Alléluia, c'est pris, rebaka c'est pris, alléluia. Alléluia, il s'est créé pas c'est pris, reka c'est pas, alléluia. Alléluia, c'est pas. Alléluia, les bokase. Alléluia. Na huyo nuru ni neno la Mungu. Huyo nuru ni Mungu peke yake. Nuru ni habari za mwana kondoo. Nuru ni habari za ufalme wa Mungu. Nuru ni kufanya mapenzi ya Bwana. Oh, say. Asifiwe Bwana majeshi. Oh, rekase. Haleluya. Oh, say. Haleluya. Lakini watu wamejichanganya. Hawajui kwa nini wako hapa katika ulimwengu. Hawajui kwa nini gani? Hawajui. Huko hapa kwa ajili ya Muumba wako. Kwa ajili ya kumtukuza. Kwa ajili ya kukaa ndani mwake. Kwa ajili ore kasi prima sapa. Ujitengeneze uwe sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni bibi harusi wa bwana harusi. Inabidi bibi harusi awe tayari wakati bwana harusi atakapokuja kumbeba. Ndio watakuta wengi wana hofu. Wengi wana aibu. Kumwendea Mungu ni aibu. Kumwendea Mungu ni hofu.
lakini kutenda dhambi hakuna hofu. Hawasikii aibu ya kutenda dhambi. Hawasikii aibu ya kutenda dhambi, ya kuvaa mavazi ya ukahaba. Utakuta mtu anavaa mavazi mpaka inafika inapitisha hata magoti, inapitisha kwa magoti. Yani utakuta mavazi yao yote yako juu, maziwa zao zote zinaonekana, mavazi mafupi sana. Hata aibu wasikia aibu. Lakini kumwendea Mungu sasa, kuvaa mavazi ya ndefu kama hizi, kuvaa manguo ya kujistiri, kutembea natural, kukubali kama jinsi Mungu alivyokuumba, wanasikia aibu, hawataki kabisa kuvaa. Kwa sababu hawataki, wanasikia aibu kama watu watawacheka. Wanasikia hofu kama watu watawakataa. Je, uko hapa kumpendeza Mungu au uko hapa kumpendeza binadamu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ore kasipae. Kuna maisha mengine kutoka ulimwenguni hapa, kuna maisha mengine ya rohoni. Hapa tunajiandaa tu. Tunajiandaa kuja kwake Yesu Kristo. Tunajiandaa, ndio maana unakuta kwamba kila siku Mungu anatupatia neema mpya na siku leo ukisikia sauti yake, usiweke moyo wako kwa mgumu. Kondoo zangu usikia sauti yangu. Kondoo zangu wananisikia. Mimi hujua kondoo zangu na kondoo zangu wananijua. Na kama wewe ni kondoo wa Mungu, kama wewe ni kondoo wa Yesu Kristo, basi shikilia maneno haya. Shikilia utakatifu. Shikilia mapenzi ya Bwana. Ukimpenda utashika amri zake. Ukimpenda utakaa ndani mwake. Orekasepri. Haleluya. Haleluya. Sema. Orekase. Utashika amri zangu. Orebokase. Haleluya. Orebokase. Utashika amri zangu. Oresepri. Utashika amri zangu. Asema yeye yule jana, leo hata milele. Utashika amri zangu mwanadamu. Ukinipenda utashika amri zangu. Asema neno la Mungu. Asema mwana kondoo. Resipae. Haleluya. Rebokasipae. Asema Bwana majeshi. Asante Bwana kwa sauti yako. Haleluya. Asema yule jana leo hata milele. Orekasipri. Asema yule jana leo hata milele mwanadamu. Sepri. Nimewatendea nini enyi wanadamu? Sepri mesapa. Nimewatendea nini mpaka mnanichukia? Sepri mesapa. Nimewatendea nini mpaka mnanikimbia? Asema Bwana majeshi. Sepri mesapa. Nimewatendea nini? Asema Bwana majeshi. Mbona mnaona mimi kuwa mbaya sana kuliko yeye aliyeniasi? Sepri. Mbona mnaona mimi mbaya sana kuliko yeye kuliko yule mwovu? Repasipa. Asema Roho Mtakatifu. Sepri. Haleluya. Haleluya. Asante Bwana kwa sauti yako. Haleluya. Sepa. Haleluya. Sepa. Haleluya. Say. Sepri. Haleluya. Haleluya. Say. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, yes, hallelujah, 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 ore bakas, hallelujah, hallelujah, sepai, hallelujah, hallelujah, sepri, hallelujah, hallelujah, glory, 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 hallelujah, glory, 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 glory. Hallelujah, glory, glory to the Lord. Sepri, hallelujah. Rebakase, rebabasikai. Hallelujah, hallelujah. Jiulize maswali, je, unaliishi kwa kusudi la Mungu ama unaishi katika kusudi lako mwenyewe? Mahusiano yako na Mungu yuko aje?
Mahusiano yako na Mungu yako aje? Nifanye nini ili tena nirudi katika mapenzi ya Bwana? Nifanye nini ili tena nirudi katika mahusiano na Mungu? Give up. Just give up. Give up. Give up your sins. And come back to the Lord. And come back to the Lord. Na uishi katika mapenzi yake. Si katika mapenzi yako. Katika mapenzi yake. Na Bwana abariki neno lake. Amen.